Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma kiongozi wa umma huu Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, na kuhusieni nikitanguliza kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tambueni enyi waja wa Mwenyezi Mungu ya kwamba wanadamu hawajawahi kuhusiana jambo lenye maana na lililo na kheri linalozidi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuifika siku hii tukufu, siku ambayo inakamilisha moja ya masiku 10 muhimu yaliyowapiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kauli yake tukufu, wal-fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Ndugu Islam, masiku haya 10 ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mujibu wa hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anatuambia ya kwamba hakuna siku yoyote ambayo ukitenda amali njema, ukifanya ibada, inapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko haya masiku 10. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametuwezesha na sisi tumeingia katika moja ya hayo masiku 10, na anakusudia kwenye masiku 10 yenyewe ni yale ya 10 la kwanza lililo katika mwezi wa mfungo 3. Masahaba walimuuliza Mtume Muhammad, unakusudia hata tukienda kupambana kwa ajili ya kutetea dini ya Mwenyezi Mungu, jambo hilo bado halina maana zaidi kuliko kutenda amali njema katika 10 hili la kwanza ndani ya mwezi wa mfungo 3? Mtume akamwambia naam, isipokuwa labda mtu ambaye atakayekwenda kwenye jihadi kwa kutoa mali yake na kushiriki yeye mwenyewe, kisha kikawa hakikurudi chochote, mali imepotea na yeye mwenyewe amepotea, huyo ndio atakuwa anamzidi aliyotenda jambo jema katika hili 10 la kwanza ndani ya mwezi wa mfungo 3. Ndugu Waislamu, 10 hili la kwanza ndio alilolisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal fajr wa layalin 'ashr, na apa kwa wakati wa alfajiri, na pia na apa kwa yale masiku 10 ya mwanzo ndani ya mwezi wa mfungo 3. Ndugu Waislamu, Allah ameapia masiku haya 10, wa layalin 'ashr wash-shaf'i, na naapa kwa siku ya mwezi 10 kwenye huo mfungo 3, wal-watr, na naapa kwa siku ya mwezi 9 katika huo mfungo 3. Ndugu Waislamu, tumewahi siku zote 10, lakini jana watu wengi kati yetu tumefunga siku ya Arafa, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubali ibada zetu zote, ikiwemo ibada ile tuliyofunga jana siku ya 9 ndani ya mwezi wa mfungo 3. Na leo tupo katika siku ya 10, wash-shaf'i wal-watr inna fi dhalika qasamun lidhi hijri. Katika haya masiku 10 Allah huyaapia, hapo pana kiapo tosha kwa mtu mwenye akili sawa sawa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar adada man ahrama min almiqat ورفع بالتلبية الأصوات. الله أكبر عدد من طاف بالبيت العتيق وعظم الحرمات. والإسلام Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha katika siku hii ya Idi, siku ambayo ni muhimu kila mmoja atambue. Kwenye sheria inaitwa yaumu zina, siku ya mapambo. Ni vyema katika mambo yaliyosuniwa leo
kuvaa nguo nzuri, na wala sio nguo nzuri kuliachia jambo hilo liwe la watoto wadogo peke yao, na watu wazima wakawa wanatafuta yale manjenga, yale maguo ya ovyo ovyo ndio wanayavaa siku ya leo. Ni yaumu zina, siku ya mapambo. Kila mmoja ahakikishe ile nguo aliyokuwa nayo basi anaifua, anainyoosha, na ikiwezekana aipulizie manukato, aingie katika siku hii kwa mujibu wa maelekezo ya dini yetu tukufu. Hata kama hukupata pesa ya kununua nguo mpya, basi hizo ulizokuwa nazo tafuta iliyokuwa nzuri ujipambe nayo kwenye siku hii ya leo. Ndugu Waislamu, siku ya Idi ni siku ya furaha. Siku ya Idi ni siku ya kufurahia. Siku ya Idi ni siku ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Idi ni siku ya kuonesha furaha yetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi tusiwe wanyonge katika siku hii, na ukihisi mwenzako ana jambo fulani litampelekea kuwa mnyonge, nawe unaweza kulitatua jambo hilo, fanya kila jitihada unazoziweza umuondolee unyonge aliyekuwa nao. Na kufanya hivyo tutakuwa ndio tunafanyia kazi kauli ya Mwenyezi Mungu Subhana, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ni Waislamu, siku yetu hii katika jumla ya majina yake inaitwa yaumun nahri, siku ya kuchinja. Yaumul hajji al-akbar, siku ya hija kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifadhilisha siku hii kuliko masiku mengi mengine. Inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abu Daud anatuambia, inna a'zama ayami Allah, bora ya masiku ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni siku ya kuchinja, siku ambayo watu wanatakiwa kumwaga damu, sio ya binadamu, kumwaga damu ya mnyama, kuonesha utii wao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchinja mnyama. Ima mtu achinje ngamia au achinje ng'ombe au achinje mbuzi au achinje kondoo, kisha nyama ile anayoipata ale sehemu fulani yeye na familia yake, sehemu nyingine agawie ndugu zake wa karibu, na sehemu nyingine awagawie wasiokuwa na uwezo, maskini, mafakiri na wengine wengi. Ndugu Waislamu, siku hii ya 10 ndiyo siku ya kuchinja, na huku kuchinja kuna malizikia katika zile siku zinazojulikana kama ayamu tashriq, masiku ya kuanika nyama. Leo mwezi 10, mtu mwenye uwezo wa kuchinja leo achinje. Kesho mwezi 11 mwenye uwezo wa kuchinja achinje. Kesho kutwa mwezi 12 mwenye uwezo wa kuchinja achinje, na pia mwezi 13 mwenye uwezo wa kuchinja achinje. Siku za kuchinja ni siku ya Idi na siku 3 za mbele yake. Zote hizo watu wanatakiwa watafute wanyama wachinje kwa ajili ya kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kuhuisha sunna ya Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ndugu zangu, sisi tumeamrishwa kuchinja mnyama. Ibrahimu aliamrishwa kumchinja mtoto wake. Kipi kigumu? Kutoa pesa yako kununua mnyama na kumchinja, au kuchukua mtoto wako tena wa pekee halafu ukaamua kumchinja? Lipi gumu? Bila shaka baba yetu Ibrahimu alayhi salatu wassalam, yeye alipewa mtihani mgumu mno, lakini alikuwa tayari kuutekeleza mtihani ule kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, Nabiyullah Ibrahim alikaa kipindi kingi akiwa Allah hajamruzuku mtoto. Haya wanayajua waliopatwa na mtihani huu. Mtu amepata mke kisha wakaishi kipindi kirefu, halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala hajawaruzuku mtoto. Ukikaa naye faragha mtu huyo ambaye hana mtoto, ukimuuliza ni yepi anayokumbana nayo kwa kukosa mtoto, atakuambia ugumu wa mtihani huo. Sasa mtihani ikiwa Ibrahimu anafikia miaka 120 hana mtoto, Allah Subhanahu anamruzuku mtoto katika maisha hayo ambayo kwa mwetu humu unaweza ukawa umeshaacha wake hata 7 wa 8,
Kila unayooa dada zako wanakuhimiza huyo mwache, tafuta mke mwingine, huyo hazai. Akhil karim, nani amekwambia huko kwingine ndio nitapata mtoto? Ukikosa kukaza mkanda utaacha mke unayompenda nini? Hajapata mtoto. Leo Allah anakupa mtoto baada ya mtoto yule kuishi naye kipindi, ushakuwa sasa unamshika mkono, unapata raha ya mtoto, unatembea naye hapa na pale, unapewa mtihani, naambia mtoto wako huyo mchinje. Hebu futa hisia, mzee yule alipewa mtihani wa aina gani? Allah anatuambia falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, Ibrahim alipofikia na mwanawe Ismail kile kipindi cha kutembea naye, ndio tukamwambia sasa mchinje mtoto wako huyo. Ndugu Islam, ni mtihani mzito sana. Mtoto sasa ushafikia kipindi unamtuma, kaniletee kitu fulani, nenda kafanye kitu fulani. Kipindi kile mtoto wa pekee tena wa uzeeni, unaambiwa mchinje mtoto wako. Ndugu Islam, bila shaka ni mtihani mkubwa mno, lakini kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahimu alitekeleza ahadi ile na kutaka kumchinja mtoto wake. Si hivyo tu, na mtoto naye alikuwa tayari kuchinjwa na baba yake. Vuta hisia mtoto wako kwa wewe mwenye miaka 10, 12, 14, 15, 16, 17, halafu unamwambia mimi baba nimeota usingizini kwamba Allah ameniamrisha nikuchinje. Kitakutokea nini wewe baba? Mitume wale wawili, Ibrahim na mwanawe Ismail, wote walikuwa tayari kutekeleza ahadi ile na agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma aslama watallahu liljabin, aliposalimu amri Ibrahimu kwamba lazima nimchinje mtoto wangu kwa kuwa ni agizo la Mungu, na aliposalimu amri Ismail, niko tayari kuchinjwa kwa kuwa ni agizo la Mungu, Allah anasema tukawapa badala ya kuchinjwa Ismail, wafadainahu bidhibhin adhim, tukawafidia kuwapa kichinjwa kilichokuwa kitukufu. Ndugu Islam, uchinjaji ule aliufanya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam siku ya mwezi 10 kama hii tuliyokuwa nayo leo, na sisi Allah ametuwafikisha kuingia katika siku hii. Miongoni mwa mambo tunayotakiwa kuyafanya ni kutafuta mnyama kumchinja kwa ajili ya kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, yule ambaye anaye uwezo wa kupata mnyama na kumchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ana uwezo wa kupata laki kadhaa za kununua mbuzi au kununua ng'ombe, kisha anafanya ukaidi, hataki kununua ng'ombe na kumchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, bado hajaweza kutekeleza yanayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi anachokitaka Mwenyezi Mungu na kukiridhia. Ndugu zangu, kama huu ndio mtihani uliomkuta Ibrahim na mwanawe Ismail, na wakatakiwa kuchinja kwa ajili sisi tuje kujifunza kwamba siku kama ya leo Ibrahimu alikuwa tayari kuchinja mwanawe, lakini pia tunapata somo la utiifu. Ismail alikuwa tayari kuchinjwa kwa ajili ya kumtii baba yake. Tuwafundishe watoto wetu utii ni jambo muhimu, tena kama lugha za sasa zinavyosema, utii wa sheria bila shuruti. Hakuanza kuuliza kwa nini, hakuanza kuuliza itakuwaje. Alivyoambiwa tu Mungu kasema ni kuchinje, alisema ya abati fa'al ma tu'mar. Kuchinja nini baba? Ewe baba, tekeleza lolote analokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuchinja mbona jambo dogo, unanikata tu unapumzika. Kama Mungu atakwambia kata kiungo kimoja kimoja mpaka nakufa, kata tu, if'al ma tu'maru. Aya ilivyokuja inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madha tara, mwanangu nimeoteshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usingizini kwamba nikuchinje, hebu angalia wewe mwanangu unaonaje kwenye hili. Jawabu zuri la Ismail lingekuwa hivi, ya abati dhbahni, ewe baba hakuna tatizo, nichinje tu.
Lakini halikuwa hivyo jawabu, limekuja jawabu ya abati fa'al ma tu'mar, ewe Mwenyezi Mungu, ewe baba yangu, sio kunichinja, fanya lolote atakalokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama hilo atakalokuamrisha Mwenyezi Mungu ni kuweka tindikali kisha unichukue na kunitumbukiza niyeyuke kabisa, wewe fanya, muda wa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam, litufunza jambo hili kuwalea watoto wetu kuwa na mazingira ya utiifu pale wanapoambiwa na wale viongozi wao wakubwa wao kwamba lifanyike jambo fulani, pasiwe na haja ya kuhoji, pasiwe na haja ya kuuliza wala kulalamika, muda wa kuwa huyu ni mkubwa wangu, huyu ni mzazi wangu, hawezi kunitakia mabaya, awe tayari kutekeleza maagizo hayo. Miongoni mwa mambo tunayojifunza katika ibada nzima ya kuchinja, tunayoambiwa tuchinje, tunafundishwa utiifu. Baba alikuwa tayari kutii maelezo ya Mwenyezi Mungu, na mtoto pia akawa tayari kutii maagizo ya baba yake. Ndugu Islam, kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchinja ni sunna tukufu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuitekeleze, na wakati wake unaanza tu baada ya kumaliza swala hii ya Idi, na unamalizika siku 3 za baadaye baada ya leo. Tujikaribishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuchinja wanyama, lakini hii ikiwa ni kielelezo, kila analolipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuweze kulifanya, na kukiwa hivyo tutafuzu na kuwa pamoja na waliofuzu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والسائرين على نهجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم مرة أخرى مقدما بنفسي المذنبة بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kumtakia ziada ya rehema kiongozi wa umma huu Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, na kuhusieni tena kwa mara nyingine nikitanguliza kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tambueni enyi waja wa Mwenyezi Mungu kwamba wanadamu hawajawahi kuhusiana jambo lenye maana na lililo na kheri linalozidi kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu Islam, tujitahidi kadiri ya uwezo wetu wa kibinadamu kufanya anayoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anayoyaridhia, hasa katika hii siku ya Idi, siku ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man asa Allah fi yawmi al-Eid fakaannama asahu fi yawmi al-Wa'id. Yoyote ambaye atakayejitia ujasiri na akamuasi Mwenyezi Mungu siku hii ya Idi, dhambi alizofanya, ujeuri aliyokuwa nao, kichwa ngumu alichokuwa nacho, ni sawa sawa na anayemuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, angalizo, kuna jambo ambalo limezoeleka mitaani mwetu na vijana wetu, watoto wetu wanachukuzana. Siku kama ya leo ndio siku ambayo wanaokwenda hasa kumuasi Mwenyezi Mungu zaidi kuliko siku nyingine. Ndugu salamu, ni jambo la hatari,
jambo baya. Tujitahidi kukanyana, kuelekezana. Watoto saa hizi tayari wanachangishana, vijana wakitoka hapa wengine wanakwenda kuchangishana kwa ajili ya kwenda kukodi mabasi kwenda bichi, wama adraka ma bichi, wanakwenda huko. Kinachokwenda kufanyika huko Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala ndiye anayekijua. Tuwakanye watoto wetu, sababu siku zote kumwasi Mwenyezi Mungu haifai, lakini siku ya Idi haifai zaidi, maana mtu anakuwa mjeuri kwa mfano wake wa kibinadamu. Sawa na mtu ambaye anayokwenda katika kituo cha polisi, halafu anafika pale anatoa kipande chake kipisi cha bange, anamuomba polisi kiberiti ili aweshe bange lake. Unaonaje itakavyokuwa? Unamtia ujinga kwa kiasi gani askari yule? Ikiwa jambo lile mtaani anakukataza, halafu umuombe moto yeye uwashie bangi yako. Hivyo hivyo Allah anakataza siku zote kumuasi. Unaonaje hii siku aliyokataza zaidi, afu wewe ndio unazidi kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu Waislamu, Idi hazikuwekwa katika Uislamu kudhihirisha furaha peke yake, bali kuondoleana chuki, mifundo, dharau tulizokuwa nazo wenyewe kwa wenyewe. Tuondoe chuki kati yetu, tuondoe dharau za kudharauliana, tuondoe mifundo tunayowekeana, ili furaha ile ianze kwenye nyoyo zetu kabla haijaonekana katika nyuso zetu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tutembelee wagonjwa leo, tuwatembelee majirani leo, tushikamane katika anayoyapenda Mwenyezi Mungu leo, tushikamane katika anayoyaridhia Mwenyezi Mungu leo. Tembelea ndugu zako wa karibu leo. Ukihisi kuna mwenzako katika familia hali yake ya kipato imekuwa vibaya, inawezekana muda huu yeye bado anahangaika kutafuta watoto watakula nini, muwezeshe kadiri ya uwezo wako wa kibinadamu, ili jambo lake na yeye liweze kumwendea vizuri. Ndugu Waislamu, tufanye hivyo ili tufuzu na kuwa pamoja na waliofuzu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن من استحيا عليه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا رفعنا أكف الضراعة إليك، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله